بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى، يكم تجا زيادة صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها إخوة المؤمنون عباد الله، naendelea darasa yetu kitabu Tauhid, na leo tunaangalia fi masail ya darasa ambayo tumesoma jana, nayo ni taqlid, majaa fi taqlid fi man abada Allah inda qabri rajulin salih fa kaifa idha abadahu. Masail yake anasema, al-ula, la mwanzo kabisa, ma dhakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjida yu'badu Allah fihi inda qabri rajulin salih walau sahhat niyatuhu. Anasema yale ambayo aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wale ambao waliojenga msikiti ambao wanamwabudu Allah katika msikiti huo, lakini inda rajulin salih, kwa mtu mwema, yani katika kaburi la mtu mwema. Lakini walau sahhat niyatuhu, niyatul fa'il, hata kama itakuwa imesahihi nia ya yule mwenye kufanya kile kitendo, lakini bado kuna makatazo katika swala hilo walifanya, yani kujenga msikiti katika kufanya sehemu ya kusalia katika sehemu ya kaburi la mtu pengine una itikadi yako mtu mwema, mtu yule. Athania, ya pili, annahyu ani tamathil, makatazo ya kufanya picha ya sanamu, wa ghiladhun al-amri fi dhalik, na jambo kuwa zito kabisa katika jambo hilo. Katika kufanya mambo haya ni jambo lilikuwa zito na gumu kabisa, kwa halitaki lifanywe. Athalitha, la tatu, al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika kaifa bayyana lahum hadha. Anasema ibra, mazingatio, fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam, katika ulimubalagha wake, yani kwenda sana kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi dhalika, katika jambo hilo. Kaifa bayyana lahum hadha awalan thumma qabla mautihi bi 5 qala ma qala. Vipi ambao amebainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam haya, kubainishia mambo haya mwanzo, kisha kabla ya kufa kwake kwa siku 5 tu, qala ma qala, amesema Mtume yale ambayo ameyasema. Thumma lamma kana fi siyaqi lam yaktafi bima taqaddam, kisha lamma kana, yale yaliyokuwepo katika siyaq, kana fi siyaq, katika maelezo yale, lam yaktafi bima taqaddama, haikutoshelezeka wale ambao waliotangulia. Mtume aliendelea kusema tena mbele zaidi katika hadithi kama tulivyoona, kuonesha ubaya wa kufanya jambo hilo. Arabi'a, jambo la 4 tulijifunza, nahyuhu an fi'lihi, kwa makatazo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya kitendo hicho, inda qabrihi, kabrini kwake, yani kujenga msikiti, kufanya sehemu ya kusali katika kaburi yake. Kabla an yujadu al-qabr, kabla ya kuwepo ile kaburi, lakini amekataza kabla ya kupatikana kaburi lake pale. Al-khamisa, jambo la 5, annahu min sunanil yahudi, kwamba katika mwenendo wa Mayahudi wa Nasara, manasara, fi quburi anbiyaihim, katika makaburi ni katika mwenendo wa Mayahudi na Manasara, fi quburi anbiyaihim, katika makaburi ya mitume wao, yani kufanya sehemu ya msikiti, sehemu ya kusalia katika makaburi, ni mwenendo wa Mayahudi na Manasara, kama alivyobainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kawaida yao kufanya hivyo wao. Asadisa, jambo la 6 tulojifunza, la'anahu iyahum ala dhalik, kuwalani kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kuwalani wao juu ya jambo hilo, yani kufanya msikiti katika sehemu ya makaburi, amewalani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la 7, anna muraduhu sallallahu alaihi wasallam tahdhiru iyana an qabrihi, yalikuwa mradi wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutuhadharisha sisi kutokana na kaburi lake, sisi tukafanya sehemu ya kufanya ibada katika kaburi lake. Athamina, jambo la 8, al-illatu fi admi ibrazi qabrihi,
tumepata kujua ila katika kukosekana kutokezeshwa kaburi lake, yani kaburi lake kulitokezea watu wakaenda wakafanya katika sehemu ya ibada. Atasi, jambo la 9, fi maana ittikhadhiha masjida, katika maana ya kufanya kwake hiyo kaburi kufanya msikiti. Yani sehemu ile kuifanya ukienda kusalia tu basi tayari ushafanya msikiti. Sehemu yote inayoendelea kusaliwa na ardhi yote, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ardhi yote imejaliwa kuwa ni masjida, yani sehemu za kusalia hizo, na turbatuha tahura, na mchanga wake kuwa ni sehemu kitu cha kujitaharishia. Al-ashira, jambo la 10, annahu qarrana baina ittikhadhuha masjidan wa baina man taqumu alaihim saa. Amekutanisha Mtume za sallam, yani amepatanisha baina man takhadha masjida, kati ya yule ambaye aliyefanya msikiti, wa baina man taqumu alaihim saatu, na kati ya wale ambao kwa wao kitasimama kiyama. Fadhakara radhari'atun ila shirki, basi akataja vile viotea vya shirki, yani vyanzo vya kuanzia shirki, kabla wuqu'ihi, kabla ya kutokea, ma khatimatihi, pamoja na ule hatima yake, yani mwisho wake. Alihadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajatokea katika umati wake na katika kaburi lake kufanya hivyo. Al-hadiyata ashara, jambo la 11, dhikruhu fi khutbatihi, kutaja kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hutuba yake, kabla mautihi, kabla kufa kwake, bi 5, kwa siku 5. Radda ala taifataini allataini huma asharru ahlul bid'ah, alifanya hivyo kwa kuwajibu juu ya makundi mawili ambayo asharru ahlul bid'ah ni ashari katika watu wa bid'ah. Bal akhrajahu ba'dhu ahli al-'udhri al-ilmi, isipokuwa wameyatoa mambo hayo baadhi ya watu wa ilmu, min 72 firqa, katika mikundi 72. Wahum rafidha, nao ni marafidha, wal jahmiya, na majahmiya hawa, wa bisababi rafidhatin hadatha shirkun wal ibadatul qubur, na kwa sababu hawa marafidha, kwa sababu ya wao ndio imezuka jambo la shirki na kuabudia makaburi. Wahum awwalu man bana alaiha masjida, na wao ndio mwanzo kujenga katika makaburi, kujenga msikiti. Athaniyata ashara, jambo la 12, ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min shiddati al-naz'i, vile alivyofanyiwa mtihani Mtume sallallahu alaihi wasallam, min shiddati naz'i, katika ugumu wa naz'i, yani kuondoa kile jambo, kuliondoa. Athalithata ashara, jambo la 12, ma ukrima bihi min al-khulla, ma ukrima bihi ni kile kitu ambacho kimefanya kitukufu kitu hicho, min al-khulla, kuliko mapambo. Arabiata ashara, jambo la 14, tasrihu bi annaha ala min al-mahabba, kubainisha kwake kwamba kufanya hivyo ni kuju zaidi kuliko kupenda tu. Arabiata ashara, jambo la 14, hapana, al-khamisata, jambo la 15, tasrihu bi anna siddiqa afdalu sahaba, ameweka wazi, tumeona kuweka wazi kabisa kwamba Siddiq ndio sahaba aliyokuwa bora, yani bora wa masahaba wote ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, hakadha. Al-sadiyata ashara, jambo la 16, al-isharatu ila khilafatihi, ishara kwenda kuelekea katika ukhalifa wake Abu Bakar radhiyallahu anhu,
yani ishara, imekuja ishara katika kuelekea ukhalifa wake katika maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Darasa yetu biidhnillah tabaraka taala itaishia hapa. Tutakuja kuingia katika babu majaa fi anna ghuluwu fi alquburi salihina yusayiruha awthanan tu'badu min dunillah. Hii darasa itakayofuata insha Allah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.